Tutaendelea kuboresha mfumo wa utoaji wa huduma katika utumishi wa umma ili malengo ya wananchi yafikiwe. Tutaendelea na awamu ya 3 ya TASAF ili kuendelea mapambano dhidi ya hali ngumu ya wananchi wetu. Tutaendeleza ushirikiano na Benki ya Dunia ili kuhakikisha miradi hiyo inafanyikiwa. Lakini pamoja na hilo pia tutaendelea kuhakikisha kwamba haki za watumishi kupitia rufaa zinaendelea kupelekwa katika tume na zinashughulikiwa mapema iwezekanavyo ili kuweka msukumo wa kuleta tabasamu kama tulivyoeleza hapo mwanzo. Tutaendelea kutunza kumbukumbu na nyaraka za vitu vya waasisi wa taifa na zitawekwa katika hali nzuri ya kutoa elimu ya uzalendo kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, utumishi wa umma na utawala bora una mchango mkubwa katika utekelezaji maendeleo endelevu ya nchi yetu, na ni dhahiri kuwa mchango endelevu wa utumishi wa umma utaliendeleza taifa na kuleta ustawi mzuri kwa Watanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, maombi ya bajeti ya Ofisi ya Rais, Ikulu pamoja na Ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora yanalenga kuviwezesha vyombo vya ulinzi vya kusimamia maamuzi, vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi yetu ya TAKUKURU kupata nguvu hususa kwenye mapambano dhidi ya rushwa nchini ili viweze kufanya kazi nzuri kwa pamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, hivyo kupitishwa kwa bajeti hii ni mchango muhimu katika kusimamia utendaji wa vyombo husika kwa manufaa ya taifa. Aidha, ofisi itahakikisha misingi ya utawala bora inaimarika katika ngazi zote, ikiwa pamoja na kutoa mafunzo kwa viongozi wateule ili kujenga utumishi wa umma wenye weledi unaozingatia uendelevu wa serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa hati idhini, ninawajibika kuwasilisha mapitio ya utekelezaji wa mipango ya bajeti na Ofisi ya Rais. Ofisi ya Rais Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma, Ofisi ya Rais Management ya utawala bora, utumishi na utawala bora, Ofisi ya Rais Sekretarieti ya ajira katika utumishi wa umma, Ofisi ya Rais Tume ya utumishi wa umma, Ofisi ya Rais kumbukumbu na nyaraka za taifa. Hivyo nataka kulihakikishia bunge lako tukufu kuwa mipango na bajeti kwa mafungu niliyoyataja yamezingatia vipaumbele vya serikali ya awamu ya 6 katika eneo la kuimarisha utendaji kazi katika utumishi wa umma na kuifanya nchi yetu iondokane na ukiukwaji wa maadili ya viongozi na kupunguza urasimu usio lazima na lazima kutoa huduma kwa kufanya mapitio ya michakato ya utoaji huduma, hivyo kuongeza tija kwa maelekezo katika kutekeleza masuala yenye maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo ya kina na utekelezaji wa majukumu ya mwaka 2025-2026 na mpango na bajeti ya Ofisi ya Rais Ikulu na Ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma na utawala bora, sasa naomba kuwasilisha rasmi mapendekezo ya maombi kwa mwaka 2026-2027 kwa muktasari kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, fungu namba 20 Ofisi ya Rais Ikulu, matumizi ya kawaida shilingi bilioni 39,416,152,000. Jumla ndogo bilioni 39,416,152,000. Fungu namba 30 matumizi ya kawaida trilioni 1,226,299,943. Matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 126,638,500. Jumla ndogo trilioni 1,282,937,948,000. Fungu namba 33 Ofisi ya Rais Sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma, matumizi ya kawaida bilioni 15,74,774,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 3. Jumla ndogo bilioni 18,74,774,000.
774,000. Fungu namba 32, Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, matumizi ya kawaida bilioni 55 milioni 382 milioni, naomba nirudie tena, bilioni 55 milioni 832,858,000. Matumizi ya kawaida, matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 29 milioni 55,541,000. Jumla ndogo bilioni 84 milioni 888,399,000. Fungu namba 67, Ofisi ya Rais, Sekretarieti ya Ajira ya katika Utumishi wa Umma bilioni 17, matumizi ya kawaida bilioni 17 milioni 883,739,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 1 milioni 408,828,000. Jumla ndogo bilioni 19 milioni 292,567,000. Fungu namba 94, Ofisi ya Rais, Tume ya Utumishi wa Umma, matumizi ya kawaida bilioni 12 milioni 354,903,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo milioni 500,176,000. Jumla ndogo bilioni 12 milioni 855,079,000. Fungu namba 4, Ofisi ya Rais, Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka ya Taifa, matumizi ya kawaida bilioni 5 milioni 731,623,000. Matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 2 milioni 397,458,000. Jumla ndogo bilioni 8 milioni 129,081,000. Jumla kuu matumizi ya kawaida trilioni 1 bilioni 402 milioni 593,992,000. Jumla kuu matumizi ya miradi ya maendeleo bilioni 163,800,000. Jumla kuu kwa mafungu yote ni trilioni 1 bilioni 565 milioni 594,000. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti na wabunge wenzangu, jumla ya bajeti niliyoiomba kwa mafungu yote yaliyo chini ya Ofisi ya Rais, Ikulu na Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwa mwaka 2026/27 kama ilivyoainishwa katika majedwali hapo juu ni jumla ya shilingi trilioni 1 bilioni 565 milioni 594. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1 bilioni 402 milioni 593,992,000 ni kwa matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 163,800,000 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti na wabunge wenzangu, mwisho naomba kuwasilisha maombi haya ili muweze kuyajadili na kuyaidhinisha. Baada ya kusema hayo, naomba kuwashukuruni kwa kunisikiliza na naomba kutoa hoja.